na mimi ninayo sababu ya kumshukuru Mungu. Kwenye familia yangu nilikuwa nasumbuliwa na tatizo la uchumi. Nilikuwa nasumbuliwa tatizo la uchumi. Sawa. Mume wangu alikuwa anapata hela ya kula tu. Nakula tu. Akipata hata 800,000 hadi ndani mshemo. Akipata hata milioni hadi mwisho. Hata akienda kazini hapati hela. Sawa. Lakini tangu nimetoa sadaka ya kusafiri na mtumishi wa Mungu. Ninamshukuru Mungu Ninamshukuru Mungu. Nilichukua ile sadaka kwa imani, nikatamka maneno. Nikasema kama mtumishi wa Mungu anapenda kusafiri. Na mimi mtumishi wangu kusafiri. Nionyeshe mkono wako wa kulia. Nionyeshe hapo. Sasa naruhusu hela zije mikononi mwako. Inafanyika hapo. Mzigo waliokuvisha utue haraka. Wewe uko na nyota, wewe huwezi kukaa hivyo. Toka waliko baba zako, baba wa kwanza, baba wa pili, kila mizigo usibaki nayo. Wewe uje na utajiri, uje na utajiri, uje na utajiri, uje na mali. Hata zile zilizochukuliwa, beba kila kitu. Vita ya uchumi kubwa. Beba kila kitu. Nataka uje ukae na hela zako. Uje uanze kufanya biashara zisizofilisika. Wakati uko na wewe unamwambia Yesu, nisaidie. Naweza nikafikiri niko salama, kumbe nilishatekwa sehemu. Bwana atakuwa ametenda muujiza. Vita ya uchumi ni ya kiroho. Kila kitu kinatendeka. Nataka awe na mali. Ni yeye na Bwana wake wawe na mali, wawe na uchumi mzuri, wawe na uchumi mzuri. Kombolewa na uchumi wako, kombolewa na biashara zako, uje na hela, uje na nguvu ya uchumi kama mama wa familia, nguvu ya uchumi. Umasikini wa ukoo ninauvunja kwenye paji lako la uso kwa jina la Yesu. Umasikini mbaya usikae nyumbani kwako. Pita kwa jina la Yesu. Ona mlango, ona njia. Unaachiwa kila kitu ambacho alikuwa amechukuliwa huyu mtoto. Ushafahamu hela zako. Zinasema hii ni vita kubwa, lazima ipigwe. Haki ya uchumi ni swala la kiroho. Hata tunapotoa hapa, tunatoa kwa jinsi ya kawaida, lakini tunatoa kiroho. Nguvu ya uchumi. Ukawe na afya. Simama, unaleta sadaka yako hapa.
kwa jina la Yesu. Ukawe na afya, ukawe na afya, ukawe na afya, ukawe na afya, ukawe na afya ya uchumi, ukawe na afya, ukawe na